academy ni kama academy nyingine yoyote, au ni kama taasisi nyingine yoyote, au football team yoyote ile. Kuna changamoto, na naziita changamoto kwa sababu ni contrary na zile ethics za football. Kuwapenda sana vijana na kukosa kuzingatia ile miiko ambayo imewekwa. Hata mimi ningekuwa na mwanangu ambaye amefikia huo umri, kwa namna moja au namna nyingine, sometimes akiniambia amechoka, basi naweza kumbackup up, nikakubali kwamba huyu amechoka, nikamwagia kwa mwalimu wake, na mwalimu wake akaweza kukubali kwamba hiyo ni excuse. Ningeomba wazazi wenzangu hii tukaondokana nayo. Najua watoto wanakuja kwa vile tunawapenda, anasema leo sitaki kuenda, kwa maana naomba uniagie kwa mwalimu. Na bahati nzuri au bahati mbaya, mimi nipo kunako group lile la wazazi, nimekaa kimya, tumejificha, lakini ninakuwa naona sana wazazi tunawaagia watoto sana. Tunasahau kwamba kila siku kuna lesson. Kwa hiyo mtoto tunapomwagia, basi iwe ni kweli kweli kwamba kuna jambo limetokea la kumfanya yeye asihudhurie ile class. Otherwise tunawaacha wenzake wanakwenda mbele, yeye amekuwa ameachwa nyuma. Wakati vijana wanacheza hapa, nilimsikia mwalimu kuna kitu alikuwa anakisema pale. Nimekaa namsikiliza mwalimu, anamfahamisha kijana kuna pasi ya nyuma hivi atoe, drawback pass, something like that. Sasa yule kijana, wakati nimekaa hapo namtizama yule kijana, kama ameshangaa. Kitu gani? Haelewi maana mwalimu kitu gani amesema. Alipokuja hapo kuna kwa bench, nikamuuliza mwalimu, mbona yule amemwambia kitu? Akaniambia amemiss class nyingi mno, kwa hiyo hajui hizi wenzake ambao nishawafundisha. Kwa hiyo nilikuwa ninamwambia kama nilivyofundisha wenzake, hapo angemwambia mwingine yote ingefanya, lakini yeye ameshindwa kufanya kwa sababu amemiss baadhi ya vipindi. Kwa hiyo niwaombe wazazi, stahamala ni muhimu, kwa sababu matunda sasa hivi hatuwezi kuyaona, lakini kila kipindi ambacho mtoto wetu anakimiss, basi ni hatua moja ya kumrejesha yeye nyuma sana, kwa sababu itafika wakati utakuwa ni wakati wa mavuno, kwamba watagraduate, ni wachezaji sasa wa kwenda kufanya shughuli ya mpira, kwa sababu mpira ameusoma na anaojua. Sasa ikiwa kuna vipindi vingi amemiss, maana tayari inabidi tumwache nyuma, aendelee kulinda academy kwa ajili ya wengine wanaokuja, kitu ambacho kwa sisi sote sio ambacho tunachokiomba. Kwa hiyo niwaombe wazazi katika kipindi hichi cha kupika, tuwe wastahamilivu, tusifeel pamoja ile pain kutoka kwa watoto wetu. Maana anaweza kaja amechoka kidogo na vitu vina kama hiyo. Naomba tusifeel pamoja, tuwatoe waende, tuwahimize waende. Na ndo tunapinda, wakati wa kupinda kidogo na kwa hali nzuri. Kwa hiyo tusiruhusu baadhi ya vitu kutokezea. Hii ni message kutoka kwangu, ikiwa ni mlezi wa kituo, kwenu wazazi, kwa sababu najua ni mambo ambayo yanatokezea. Na kitu kingine katika mambo ambayo nimeyaona, ni kweli tuna watoto, some of us tumekuja na watoto wetu ambao wako hapo wanacheza. Lakini what I believe, tunatofautiana katika hali. Tuna hali tofauti ambazo sisi tunaishi kule majumbani. Naomba iwe team. Let's live together. Let's fight together. Yani tuwe kitu kimoja, manake tusihisi kwamba enda kafanikiwe mwanangu, lakini tuende kwamba wende wakafanikiwe wanetu, kende kikafanikiwe kituo. Kwa maana hiyo, manake tu join nguvu. Tunapohisi kwamba kuna kipaji lakini bado kuna baadhi ya vitu ameshindwa kukamilishiwa na mzazi wake, sio vibaya, manake tukajitolea. Lazima tujitolee kwa hali na mali. Mimi mwenyewe actually sina mtoto hapa, mwanangu bado ni mdogo. Najua ni fundi wa mpira upo mguuni, kimtizama tunajua mpira upo mguuni, lakini hapa yupo kwa sababu bado ni mdogo. Lakini na fight na donate a lot kuhakikisha kwamba kituo kinakwenda, kwa sababu yule ni mwanangu wa kumzaa, lakini wote ni wanangu pia. Na kama rais wa mpira, asset pekee nilokuwa nayo
asset, my asset ni hapa. Sina asset nyingine kuna kwa football. Kwa hiyo niwaombe wazazi, tunapoona hali kama hizi zinatokezea na baadhi yetu hali zinaruhusu, tusihesitate, kwa sababu let's say unamsaidia mwanao wewe tayari una uwezo mzuri na mwanao yupo ana kipaji kizuri, lakini akikosa kucheza naye hawataweza kudevelop kipaji chake. Lazima kuwe kuna wengine ambao aweze kucheza nao, wa compete, wa feel ile football together, ndio ndipo mwanao ana grow na yule mwingine ana grow. Tumeona mwalimu hapa, kuna mazoezi amejaribu kudemonstrate kwa vijana. Upande mmoja kuna timu imevaa bibs ambao wako advanced kidogo, wana akili nzuri, wana talent ya kutosha, hakuweza kucheza peke yao, badala yake ameweka wengine ili waweze kucheza. That is the meaning of coming together. Lazima tuje pamoja, tulibebe kwa pamoja, tusaidiane kwa pamoja ili tuweze kufikia malengo yetu. Cha mwisho ambacho sijatumwa na mwalimu wala sijatumwa na uongozi, lakini naona nacho vile vile ni ki-address, kwa sababu this is message kwa parent. Kwa kama message kwa parent, naomba na hicho nacho ni ki-address. Ujio wenu juu, ningependa japo mara moja, mara mbili, mara tatu nikaziona picha kuna kwa mitandao kwamba watoto wako mazoezi na nyie mpo hivi. Ubaya ndio kuwepo, tunachukua watoto tunakwenda kuwatupa. Coach Bush huyo mwanao, Coach Bush pale akaya pige na kelele, ambapo kitizama watoto ni wengi, makocha ni kidogo. Kuna nafasi ya mzazi ambaye anapaswa na yeye po juu encourage mwanawe na kitu kizuri. Yani academy aina kama hii ambayo ipo kisasa, this is a modern academy, sio academy nyingine ambazo zipo. I know Zanzibar tunazo academy, ipo moja Moyuni, lakini mpaka sasa hivi katika academy ambazo mimi nimeziregister Zanzibar ni kwamba this is the modern academy. Why modern academy? Na kwa nini ninasema wazee muwepo? It is possible kwamba mwalimu ametransfer knowledge kwenda kwa mtoto na mtoto akapanic wakati yupo uwanjani. First God, namjua Coach Bush, amenifundisha mpira, amenisimamia referee na konzi amenipiga. Manake ilikuwa inafika time hanipigi yellow card kwa sababu hata na mimi nilikuwa ni talented player. Nadhani mwalimu anakubali hilo. Alikuwa badala ya kunipiga yellow card ananipiga konzi ndogo alafu ananiambia umefanya foul. It is possible akawa ametransfer knowledge kwa watoto wetu, mtoto akapanic akashindwa kuchukua kwa wakati ule. Kama mzee upo, manake it is a time na wewe kuvaa jezi kuweza kumuelewesha hichi ni nini ambacho amekufundisha mwalimu. Nilipo sasa, bila kufanyiwa haya basi nisingekuwepo kwa kutokana na ninakotoka. Naomba ni share na nyinyi kitu kimoja sana kidogo ambacho au kikubwa ambacho amenifanyia kaka yangu ambaye kwa kinlea. Marehemu baba yangu, Mungu amlaze mahali pema peponi, alikuwa na tabia, ananiambia kwamba mtoto wa mzee Kombo Pandu hawezi kusoma. Wakati ninapomwomba pesa ili niende shule, na nilikuwa nina panic, why wenzangu anapewa pesa, babangu mie mzazi ananiambia wewe huwezi kusoma. Ilikuwa ni kaka yangu ambaye yuko pembeni anasikia yale mazungumzo, mimi nisha panic, ndo akanitafsiria akasema kwamba baba anataka umuoneshe, kwa hiyo nenda kasome, muoneshe baba kwamba wewe unaweza kusoma. And I did that. Nimemuonyesha baba na nimesoma. Kwa hiyo nakuombeni wazazi muwepo wakati mwalimu anadeliver, ili watoto wanapopanic, kwa sababu hatuwezi kwa control kwa kiwango hicho kwamba wasipanic. Anaweza akapanic akaona mwalimu hampendi. Mzee uwepo uweze kumtafsiria mwalimu amefanya vile kwa sababu gani, alafu mwambie go show your teacher who you are.
hapo tutaweza kwa moja wetu kustand as a team, kustand as academy. Hii ndio ilikuwa message yangu kwenu. Thank you very much kwa kunikaribisha. Nadhani mwalimu umefikisha kile ambacho nilichokuwa nacho. Asanteni sana.